بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله. Na wapeni mkono wa baraka kwa kufikiwa na Eidul Mubaraka, Eidul Fitr, wa kullu amin wa antum bi alfi khairin wa baraka. Wa nasalu Allah azza wa jal an yu'idahu alayna wa alaykum bil khairi wal afiya was salama insha Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول ربنا في كتابه المجيد: ربي أدخلني مدخل صدقه، ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. Leo ni siku ya furaha, ni siku ya kila mmoja kuonyesha tabasamu lake na kuonyesha furaha yake. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anatulipa mshahara wa kazi nzuri tulioifanya ya siku 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni siku ya kupewa zawadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ya kujipamba na ni siku ya kupendeza. Ni siku ya kutembeleana, ni siku ya kula vyakula vilivyokuwa vizuri, ni siku ya kusaidiana, ni siku njema mno iliyojaa furaha. Hautakiwi kuonekana umenuna, una uso wa abusan kamtarira. Kama alivyotueleza imamu wetu na maimamu wetu, idha kana yaumul Eid faadhhiru as-surur watazayyanu lil-eidain. Pindi mtakapokuwa katika siku ya Idi, dhihirisheni furaha katika nyuso zenu na mjipambe katika Idi zote mbili, upendeze, kwa sababu ndiyo siku ya kulipwa malipo yaliyokuwa mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na malipo haya yanakuja baada ya kuwa tuliishi katika hali ya unyonge sana, wa kuacha kula, kuacha kunywa na kuacha starehe mbalimbali ambazo tuliharamishiwa katika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni masiku ambayo ulijizuia na maudhi ya kumuudhi mwenzako, bali saa zote ulikuwa ukidhihirisha wema, ukidhihirisha yaliyokuwa mazuri, kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akituambia, man sama shahra Ramadhan wa hafidha farjah wa lisana wa kaffa adhahu anin nas, ghafara Allahu lahu dhunubahu ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar wa ataqahu minan nar. Maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kuwa mwenye kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na akahifadhi tupu yake na akaulinda ulimi wake na akawa hana maudhi kwa ndugu zake
Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yote yaliyotangulia na madhambi yanayokuja, na anawekwa mbali na moto wa Jahannam. Hayo ndiyo maisha tuliyoishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kama vile vile alivyotuambia katika falsafa ya funga katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innama umiru bis-sawm likay ya'rifu alama al-ju'i wal-'atash fayastadillu ala faqri al-akhirah waliyakuna sa'imun khashi'an dhalilan mustakinan ma'juran muhtasiban 'arifan sabiran ala ma asabahu min al-ju'i wal-'atash. Maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya kuwa mmeamrishwa kufunga likai yarifu alama aljui, ili muweze kutambua uchungu wa njaa na uchungu wa kiu, ili baada ya hapo muweze kuitambua akhera namna itakavyokuwa siku ya Kiyama. Na vile vile liyakuna saimun khashi'an dalilan mustakinan maajuran muhtasiban arifan sabira ala ma asabahu min aljui wal atish, ili mfungaji baada ya kuhisi njaa na kiu atakuwa ni mnyenyekevu, atakuwa ni mwenye kunyenyekea, atakuwa ni dhalili, atakuwa ni mwema, atakuwa na subra, atatambua ubinadamu wake na yale anayeyataka Mwenyezi Mungu awe nayo katika maisha yake ya hapa duniani. Hayo ndiyo malipo au ndiyo maisha ya mfungaji aliyoshinda na njaa na kiu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama anavyotueleza mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yote haya lengo lake ili uingie kwa Mwenyezi Mungu, ili uishi maisha ya Bwana Mtume, ili uishi maisha ya Ahlul Baiti salawatullahi wa salamuhu alayhim. Funga hii na yenye malipo yaliyokuwa makubwa kiasi hiki, lengo lake kubwa ni haya maneno niliyoanza kuyasoma ya Mwenyezi Mungu: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ili uwe mkweli katika wilaya yako, ili uwe mkweli katika dini yako, ili uingie katika ukweli wa kunu ma'as sadiqin, ili uingie katika matendo yako uwe ni mkweli na wala usiwe ni mnafiki katika dini yako, usiwe ni mnafiki katika Uislamu wako, usiwe munafiki katika matendo yako. Ndio maneno haya na ndiyo falsafa ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani al-Mubaraka. Imamu Ali salawatullahi wa salamu alayhi aliyasoma maneno haya katika moja ya mausiku ambayo usiku ule ulikuwa umejaa giza sana, akiwa yeye pamoja na masahaba wake katika usiku, akitembea katika mitaa ya Kufa, akiwamo vile vile na mmoja wa masahaba wake ambaye anatambulika kwa jina la Kumail ibn Ziyad, na akiwa na masahaba wake. Usiku wa manane akamsikia mmoja katika wafuasi wake Imamu Ali alayhi salam akisoma maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno yanayosema
amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Maneno haya anayasoma sahaba katika usiku wa manane, watu wote wamelala, mji wa Kufa uko kimya, anasoma amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima. Ni maneno ambayo yanatoka ndani, yanaonekana kwanza, maneno menyewe ya Mwenyezi Mungu yamejaa huzuni, yamejaa unyenyekevu, yamejaa khushui, ya kuwa mtu anakesha usiku akiwa amemsujudia Mwenyezi Mungu, akiwa ameinama kwa kurukuu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yahdharul akhirah, anaiogopa akhera. Mtu yule anaitizama akhera huku anaogopa maneno ya Mwenyezi Mungu. Wayarju rahmata rabbi, anataraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanafanana wenye kujua na wasiojua? Maneno haya namna yalivyojaa unyenyekevu, yaliyojaa ucha Mungu, yanasomwa na sahaba wa amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib katika usiku wa manane, na Imamu Ali akiwa na masahaba wake, akiwa na Kumail ibn Ziyad, wanatembea wanayasikia maneno hayo. Fastahsana, riwaya inasema fastahsana Kumail dhalika fi batnih wa ajabahu halu rajul min ghairi an yaqula shay'a. Kumail alipoisikia sauti hii ikisoma maneno haya ya Mwenyezi Mungu, akahisi raha, akahisi ladha katika moyo wake, kuwa muumini huyu watu wamelala, yeye anatoa maneno haya, anasoma Qur'ani katika usiku huu. Akaingiwa na furaha katika moyo wake, kama inavyosema fastahsana Kumail dhalika fi batni, akahisi ndani ya moyo wake maneno hayo. Amirul mu'minin faltafata amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salamu ilayhi faqala lahu ya Kumail la tu'jibuka tantanata rajul innahu min ahli an-nar. Allahu akbar. Imamu Ali akamuhisi sahaba wake Kumail furaha aliyoipata kwa kuisikia Qur'ani inayosomwa. Imamu Ali akamwambia, ewe Kumail, usifurahi wala usishangae kwa usomaji huu, tena lugha aliyoitumia la tu'jibuka tantanata arrajul, isikushangaze yule usomaji wa sauti iliyokuwa nzuri wa mtu huyu anayesoma Qur'ani katika usiku huu. Hakika yeye ni katika watu wa motoni, pamoja na kuwa anaisoma Qur'an na sauti yake sahaba Kumail anaifurahia, na ni usiku wa manane, lakini Imamu Ali anamwambia huyu ni katika watu wa motoni. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa Jahannam. Kumail akamwambia kwa sababu gani anaisoma Qur'ani kwa unyenyekevu namna hii? Akamwambia, subiri, siku moja takuja kukuonyesha kuwa mtu huyu min ahli nar. Ikapita miaka nenda rudi, ikafika vita vya Imamu Ali na Muawiya ibn Abi Sufyan. Vita vikawa vikali, Imamu Ali akawaua wengi sana katika watu wa Muawiya, wakauliwa. Walipouliwa, Imamu Ali alayhi salam akamuita Kumail, akamwambia Kumail, njoo. Akaja Kumail,
Imamu Ali alayhi salam akatoa upanga wake wenye ncha mbili, kisha akawa anamgusagusa huyu aliolala ambaye tayari ameshamkata kwa upanga wake. Akamwambia, ewe Kumail, unakumbuka usiku mmoja ulikuwa unasikia maneno ya Mwenyezi Mungu, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Unakumbuka aya hii na namna nilivyokuambia siku hiyo? Kumaili akamwambia, nakumbuka ya amira almu'minin. Imamu Ali akamwambia, huyu ninayemgusa na upanga wangu, huyu ndiyo ambaye alikuwa akiisoma Qur'ani katika usiku ule. Ameuliwa kwa upanga wa Imamu Ali. Alikuwa ni miongoni mwa walioasisi kundi la Khawarij la kumpinga Imamu Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi. Imamu Ali anamuonyesha, angalia, pamoja na Qur'ani ndio niliyomkata mimi. Ndio akamsomea maneno haya, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Uombe hii dua, aya hii umuombe Mwenyezi Mungu ili akuingize katika dini, usitoke, uingie katika dini ya moyoni, sio dini ya kwenye ulimi. Uingie katika dini ya vitendo, wala sio dini ya kujionyesha. Uingie katika dini ya kusaidiana, wala si katika dini ya kutegeana. Maneno anatufunza Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo la kwanza tunaposherekea Idi ni tuingie katika dini, uishi maisha ya dini, uishi maisha ya upendo, uishi maisha ya mshikamano, uishi maisha ya kuhisi maumivu ya ndugu zako, uishi maisha ya furaha za ndugu yako. Hilo ndio la kwanza. La pili ni kufanya kazi, kujituma katika kusaidiana katika kufanya kazi, na hii ndiyo kazi ya siku ya Idi. Ndio maana ikawa Idi ni kutembeleana, Idi ni kulishana, Idi ni kutoa zakatul fitr, ili muende sambamba katika maisha, muende sambamba katika furaha. Hayo maneno nayapata kwa Ahlulbayt Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kisa hiki cha namlatun na dhifdaun, namlatun na dhifda, ambayo ni sisimizi au mdudu chungu pamoja na chura, na ni kisa cha Nabiullahi Suleiman salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kina mafunzo ndani yake katika maisha haya tuliyokuwa nayo. Siku moja Nabiullahi Suleiman alayhi salam akiwa amekaa katika ufukwe wa bahari, akiwa yeye na wafuasi wake, ndege wanakunywa maji ambayo ni maaskari wake katika bahari hiyo, wanyama ambao ni maaskari wake vile vile wanakunywa maji katika bahari hiyo, na yeye anaendelea kuangalia mazingira ya bahari. Nabiullahi Suleimani alayhi salam akamuona mdudu chungu au sisimizi amempita, anatembea, anaelekea katika maji. Nabiullahi Suleimani akamtizama na kumfuatilia sisimizi yule ambaye katika mdomo wake amebeba mbegu, chakula, anaelekea katika bahari.
na wanyama na wadudu ambao ni maskari wanaendelea na maisha yao. Huyu ni mtume anamfuatilia kuona mdudu huyu anafanya nini na anaenda wapi. Asante. Akafika mpaka pembezoni mwa bahari. Alipofika tu wala hajasimama, akatoka chura mkubwa sana katika bahari, katika maji. Chura yule ni mkubwa, akapanua mdomo wake. Sisimizi yule akaingia katika mdomo wa chura, kisha chura akaanza kuingia katika maji. Nabiullahi Suleiman akashangaa, taajaba Nabiullahi Suleiman, akashangaa Nabiullahi Suleiman, ni mazingira gani haya yanayotokea? Baada ya muda mrefu, sio muda mrefu sana, chura yule akatoka, kwa sababu Nabii Suleimani hakutoka, ni kama vile anafuatilia kuona ni nini kinachotokea. Baada ya muda, chura yule akatoka mpaka ufukweni, akaupanua tena mdomo wake. Sisimizi yule akatoka katika mdomo wa chura. Sisimizi akaanza kurudi alikotoka. Nabiullahi Suleiman tunafahamu alikuwa akizungumza na wadudu, na wote mnajua namna alivyozungumza na sisimizi, ya ayatuha namla. Wote mnajua katika kisa cha Nabiullahi Suleiman salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wakati mdudu huyu anarudi, sisimizi Nabiullahi Suleimani akamwita, akamwambia, embu njoo nieleze, nimeona mazingira ya ajabu. Umepita hapa ukaingia katika mdomo wa chura, kisha ukarudishwa na chura kakutema, ukaendelea unarudi ulikokuwa umetoka. Niambie, una kazi gani na ulienda wapi? Sisimizi yule akamwambia, mimi nimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yangu na mhudumia, kuna mdudu mweusi ni kipofu, yuko katika mapango makubwa na kazi maalumu katika mapango hayo. Ameumbwa na Mwenyezi Mungu, toka ameumbwa hajawahi kutoka kule. Yeye anaishi kule na chakula chake mimi ndio nampelekea asubuhi, mchana na jioni. Na muda wowote akihisi njaa, mimi niliko kule na hisi ni kama anapata ilham. Sisimizi yule nampelekea chakula mdudu yule ambaye yuko katika mapango yale, hatoki katika pango lile. Mimi ndio kazi yangu, na huyu chura kazi yake ni kunipeleka mpaka katika lile pango, kwa sababu mimi sina uwezo wa kupita katika maji. Chura ndio kazi yake ni kunibeba mimi, na yeye ameumbwa kwa kazi hiyo. Tizama namna Mwenyezi Mungu anavyoumba viumbe vyake. Allahu Akbar. Nabiullahi Suleimani akatokwa na machozi, kisha akamwambia, Nabiullahi Suleimani akamwambia sisimizi yule, hal sami'ti laha min tasbihatin shay'a. Je, ulipompelekea, kwa sababu akipelekwa katika lile pango, chura yule anaenda kumtemea pale katika pango. Mdudu huyu ndiye anaingia katika lile pango. Huyu sisimizi anaingia katika pango, kwa sababu pango limeziba, mwanya ni mdogo, chura hawezi kuingia. Kazi yake ni kumvusha tu kwenye maji, lakini akifika kwenye mdomo wa pango, chura anasimama, alafu sisimizi anapenya katika kanafasi kale kadogo, anaingia mpaka ndani ya pango, anamlisha mdudu yule. Nabii Suleimani anamuuliza, je, umesikia tasbihi yoyote, maneno yoyote mdudu yule anatamka? Angalieni hapa ndipo ninapopalenga, ndugu zangu, wafuasi wa Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qalat na'am. Namla akasema ndiyo, nimesikia maneno. Taqul, maneno hayo anasema, ya man la yansani fi jawfi hadhihi sakhara,
tahta hadhihi lujja birizqika, anamwambia ewe Mola wangu ambaye haunisahau mimi kwa riziki zako, japo kuwa niko katika pango lenye maji ya giza, haunisahau katika pango hilo. Fala tansa ibadaka almu'minin bifadlika wa khuddam ibadika almukhlisin bihaqqi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kazi yake ni anaomba dua, anamwambia Mwenyezi Mungu ambaye haujanisahau kwa riziki yako, mimi ni kipofu, niko katika mapango ya giza chini ya bahari, unaniletea riziki yako, na kuomba ewe Mola wangu usiwasahau waja wako katika riziki, na haswa watumishi wanayowatumikia wenzao kwa baraka ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtumishi wa Ahlulbayt unayewatumikia wenzako, unapata dua hii, kazi yake anaiomba dua hiyo. Na Imamu wakati ananukuu kisa hiki anasema dua ya mdudu yule hairejeshwi hata chembe. Ni dua safi, ni dua iliyojaa ikhlasi ambayo mnaipata nyinyi pindi utakapomtumikia mwenzako, ukautumikia Uislamu kwa moyo mmoja. Maneno haya ni mazito mno kwa mtumishi wa Ahlulbayt Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kuonyesha utumishi huu, hadithi hii ambayo inanukuliwa imekaa kama kisa vile vile kutoka kwa maasumina alayhimussalam. Inasema vijana wawili siku moja walikuwa katika majlis, siku ya 9 ya Ashura, siku ya 9 katika Muharram, ambayo watu wanalia, ni yaumu Tasua. Watu wanalia kuomboleza kwa machungu wanayopata Ahlulbayt alayhimussalam katika ardhi ya Karbala. Vijana wawili wamekaa katika majlis, lakini wanazungumza, wanacheza, wanacheka, hawana habari na yanayoendelea katika msiba ule wa Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam. Wakaona ikafika siku ya Kiyama. Ilipofika siku ya Kiyama, Imamu al-Husayn akamwambia ndugu yake Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, ewe Abbas, naomba uwasaidie, uwape maji, uwakinge, uwe pamoja nao wale waliokuwa wanatulilia katika msiba wetu. Wasaidie, wape maji. Ndio kazi ya Abul Fadl Abbas. Na uwachague katika hawa waliokaa, kwa maana wafuasi wa Ahlulbayt wamekaa ni wengi. Imam Hussein anamwambia Abbas, wachague hawa watu wetu, alafu wanyoshe katika maji, siku ambayo maji ni hamna, wanayekunywa illa hamiman wa asaqa, maji ya moto na usaa. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu hii siku ya Kiyama. Abul Fadl Abbas akawachagua vijana wawili hawa, wanahudhuria katika majlisi lakini hawana habari, wanazungumza, wameachwa. Walipokuwa wameachwa, tizameni kuwatumikia umma, kuwatumikia watu, namna ambavyo wanaweza kupata fadhila zilizokuwa kubwa kwa ikhlasi. Imamu al-Husayn alayhi salam akamwambia, ewe ndugu yangu Abul Fadl Abbas, na wale vijana wawili wachague, waite, uwanyoshe maji. Abul Fadl Abbas akamwambia, lakini maisha yao walikuwa wanacheka katika majalis, hawana habari na majlis.
Tizameni al-Imam al-Hussein ambayo ni safinatun najah, ni safina pana ambayo inawabeba watu katika safina ile. Akawaambia maneno ni marefu, lakini mwisho ambayo ndio kiini cha maneno yangu, akawaambia siku hiyo ambayo walikuwa wakicheka katika majlis, walipotoka katika majlis walikuta vikombe vya watu waliokunywa juice au chai vimeanguka chini, vimezagaa chini. Wakaviokota vikombe vile, kisha wakavipeleka katika sehemu salama, wakavirudisha jikoni vikombe vile. Kwa hii khidma hii ya kubeba vikombe vilivyotumiwa na watu waliokuwa wanatulilia, wachukue uwanyeshe maji siku ya Kiyama. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na uwaandike katika watu wema. Imamu alayhi salamu akasema, yoyote atakayekuwa mtumishi wa mwenzie, watu wamekaa vikao kama hivi, ukawapatia maji, ukawapatia chakula, ukakuta kuna uchafu, ukauondoa uchafu, hadithi hii inakubeba na wewe. Vijana hawa walikuwa hawana habari, lakini waliokota vikombe vilivyotumiwa na watu waliokaa katika majlis. Imamu anamwambia Abul Fadl Abbasi waandike katika watu wema na uwanyeshe maji. Hadithi nyingine, sote tunamfahamu sahaba mkubwa ambayo tunasoma dua, Abu Hamza Thamali. Ni sahaba mkubwa, ni sahaba ambaye amekutana na maimamu wanne katika maisha yake, kuanzia Imamu Zainul Abidin, Imamu Muhammad al-Baqir, Imam Jafar as-Sadiq, Imamu Musa al-Kadhim. Wengine wanasema mpaka alikutana vile vile na Imamu Ali ibn Musa Ridwa, salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Na wengine pia wanasema amekutana mpaka na Imamu al-Hasan wal Imamu al-Husayn, sayyid shababi ahli al-janna. Amekaa na maimamu wengi mno Abu Hamza Thamal. Ndio maana unaona dua yake tunapoisoma katika usiku wa Lailatul Qadr lazima utokwe na machozi kwa maneno mazito ya sahaba huyu, namna alivyofundishwa na Imamu Zainul Abidina alayhi salam. Imam Jafar as-Sadiq anaeleza sahaba huyu mwema ambaye yeye ni mwema akazaa watoto wengi wakawa ni wema. Imam Jafar as-Sadiq alikuwa anasema, inni la astarihu idha raaituka. Imamu anamwambia sahaba huyu, mimi nikikuona napata raha sana, nafurahi sana. Na maimamu pia walikuwa wanazungumza maneno haya. Kwa sababu gani? Ameipata sifa kubwa hii imamu na utukufu wake. Akimuona sahaba huyu anafurahi kiasi ambacho naambiwa imamu hata akimuona anatembea, anakaa anaanza kumtizama sahaba huyu anavyopita. Imam Jafar as-Sadiq, baba wa madhehebu haya, lakini anakaa kwa ajili ya sahaba wake, na anasema inni la astarih idha raaituka. Kwa sababu gani anapata raha anapomuona sahaba huyu? Sifa anaielezea Imam Jafar as-Sadiq, alikuwa ni khadimun nas, alikuwa ni mtumishi wa watu, hakuwa bwana wa watu. Alikuwa anawatumikia watu, anajitolea kwa ajili ya watu. Tizameni hii sifa. Imamu hajasema alikuwa ni mcha Mungu akiswali sana, hajasema alikuwa ni mpokezi wa hadithi zetu nyingi sana, hajasema alikuwa ni mzungumzaji sana, hajasema alikuwa na mali nyingi sana,
hajataja sifa hizi hata chembe. Amesema alikuwa ni khadimun nas, alikuwa ni mtumishi mzuri wa watu. Huyu alikuwa akiwaona watu anawasaidia kutoka ndani ya moyo wake bila ya kutafuta sifa. Huyu alishaingia rabbi adkhilni mudkhala sidqi, alishaingia katika wilaya ndani ya moyo wake akiwatumikia watu namna hiyo. Hajafanya kwa ajili ya maslahi, hajafanya ili asifiwe, hajafanya ili aonekane yeye ana nguvu, ili aonekane yeye ana power, ili aonekane kama sio yeye hakuna chochote kinachoendelea. Abu Hamza Thamali hakuyafanya hayo. Imam Jaafar as-Sadiq anamsifu na akasema kwa sababu hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu amempa umri mrefu ili watu waendelee kupata raha kwa kuwepo kwake. Hii inahitaji kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu ya kupewa umri mrefu miongoni mwa umri mrefu, ili watu waendelee kupata raha kwa kuwepo kwake, kwa sababu anaishi uchungu wa watu. Na hii ndiyo maana ya Eid tuliyokuwa nayo. Ndiyo haya akayasema Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam, thalathun turithu al-mahabba ad-din wat-tawadhu wal-budhul salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mambo matatu ndiyo yanayoleta mapenzi. Mapenzi ya kutoka moyoni, si mapenzi ya mdomoni. Sio mapenzi ya kujionyesha, sio mapenzi ya kununua. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake, hata ukiwapa hela zote, ukiwapa kila kitu ulichokuwa nacho hawa, hauwezi ukazichuma nafsi zao. Maneno mazito ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata uwape, utawanunua, watakuchekea hapa mdomoni, lakini ndani ya moyo wao hawako pamoja na wewe. Maneno ya Mwenyezi Mungu akimwambia mtume wake. Huwezi kununua mioyo ya watu, huwezi kununua mapenzi ya watu. Kwa hiyo Imam Jaafar as-Sadiq baada ya kuelezea sifa ya sahaba wake Abu Hamza Thimal, namna ya utumishi wake anavyojitolea kwa ajili ya watu, ndio maana Mungu anampa umri mrefu akutane na maimamu wote, kuanzia Imamu al-Hasan, Imamu al-Hussein, Zainul Abidin, Imamu Muhammad al-Baqir, Imam Jaafar as-Sadiq, Imamu Musa al-Kadhim, Imamu Ali ibn Musa Ridha alayhimus salam. Ni namna anavyojitolea kwa ajili ya watu. Hakuwa mnyonge, hakuwa mvivu. Jua ni lake, baridi ni yake, jua na joto na mvua vyote ni vya kwake. Yeye anachoangalia ni watu wapate raha, sio yeye apate raha. Na ndivyo anavyotakiwa kiongozi awe katika umma wake, katika watu wake. Ndio maana amepewa. Kwa hiyo Imamu akaongeza kwa maneno haya, mambo matatu ndiyo yanayoleta mapenzi ya kweli. Hajataja pesa, hajataja cheo, hajataja madaraka. Amesema la kwanza ni kuwa na dini. Dini ambayo umeivaa, dini ambayo imekuvaa, sio dini ya kuonekana, sio dini ya mavazi, sio dini ya kwenye ulimi, sio ile dini aliyoisema al-Imam al-Husaini katika ardhi ya Karbala, annasu abidu dunya wa dinu laiqun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'ishuhum fa idha muhisu bil bala qalla ad-dayanun salawatullahi wa salamuhu alayhi. La kwanza ni dini, na la pili ni unyenyekevu, atawadhu, unyenyekevu wako, na la tatu walbudhul, ni kujitolea kwa ajili ya watu. Hayo ndiyo mambo matatu yanayoleta mapenzi ya dhati katika maisha yetu. Na ndiyo ndugu zangu, Idi hii tuliyokuwa nayo inabeba
ujumbe wa haya maneno ya mambo mawili ambayo nimeyazungumza, kuingia katika dini kwa ikhlasi, sio kwa ajili nani akuone, ili uonwe na Mwenyezi Mungu na mtume wake na ahlu baiti alayhimus salam. Faqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Uonekane kwa hawa watu, hilo ndio la kwanza. Na la pili, uwe mtumishi mzuri kwa watu, jitolee kwa ajili ya watu. Idi ni furaha. Furaha si yako peke yako, furaha ni ya wote waliokuzunguka, waliokuwa pamoja nawe. Ndio utumishi ambayo tunaambiwa tuwe nao. Ndio maana tukaamrishwa kutoa zakatul fitr, ili fakiri wetu na yeye afurahi, ili maskini wetu na yeye afurahi, ili asiyokuwa na chochote chakula na yeye afurahi. Ndio maana ya Idi hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ujumbe huu tuubebe katika maisha yetu, na hasa katika mwaka huu. Onyesha utumishi uliotukuka. Ukiona uchafu wa aina yoyote utoe. Vijana wale wameandikwa watu wa peponi kwa sababu ya kunyanyua vikombe tu. Je, wewe ukachukua ufagio ukasafisha, ukachukua maji ukaosha, ukafanya chochote kile katika usafi, ukasafisha usenia yetu ikawa safi, watu wakafurahi, utalipwa malipo yaliyokuwa makubwa siku ya Kiyama ambayo hukuyatarajia. Wala asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Amanna billah. Sadaqa Allahul aliyyul adhim.